Sunday service with Reverend Dr. Francis Oracle. Exalt him today, he's worthy, he's worthy, he's worthy. You are exalted, you are magnified, you are lifted, Jehovah. How we praise you, how we love you, how we exalt you. You are exalted, O God. We thank you, Jehovah. We bless your name, O God. We exalt you, our God. We magnify you, Jesus. You are worthy, worthy to be praised, worthy to be lifted, worthy to be lifted. In the name of Jesus. You are a faithful God. Holy are you, Lord God Almighty. Say, worthy, worthy is the Lamb. Worthy is the name, Lord. Worthy is the Lamb. Worthy is the name, Lord. You are holy. Father, we bless you. Oh
you. We honor you, Lord. Come on, somebody just worship the Lord. Somebody just tell him he is worthy. Just tell him he is worthy. He is worthy. He is worthy of all the glory. He is worthy of all the praise. Father, we worship you. We worship your name, Lord. We exalt you, Lord. Shalababa Sandalababa Kayandalababa Sai. Shalababa Sandalababa Sai. I want to bring Dr. Rejoice to us. Nataka kumleta tena To Dr. bring the Joyce word of God kwetu. to us in Jesus' name. Atuletee neno Come la on, somebody Mungu. appreciate her in Jesus' name. Hallelujah. Somebody appreciate her in Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Now this one is my own. Huyu ni msichana wangu. This one is my own. Huyu ni wangu. I birthed her spiritually. Ni mimi nimemzaa kiroho. You know those of you that saw her just the other day in this church. Unajua wengine mmemjua tu majuzi. You think she just came the other day. Munadhani amekuja tu This juzi. one has been with us from the social Huyu hall. tumekuwa naye tangu social hall. And every time power would fall, Na kila wakati nguvu zingeshuka, the manifestation of God would be heavy upon her. madhihirisho ya Mungu yangemlemea. Receive her with a hand clap in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Amen. Glory to God. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. It is good to see all of you, Ni vema kuona kila mmoja wetu, and I am sure that God is going to speak to you today. na nina uhakika kwamba Mungu atakunenea siku ya leo. I am just right now putting very serious shoes. Sasa nimevalia viatu ambavyo ni vya ajabu. Putting on the shoes of the oracle is not a joke. Kuvaa viatu vya Oracle sio mchezo. But I thank God I'm riding on the grace. Nashukuru Mungu, ninategemea hiyo neema. Amen. Amen. I'm the priest on duty Mimi right ndiye now. kuhani sasa, And so may God bless you as you have your seats. na kwa hivyo Mungu awabariki And mnapoketi let us hear the word of God. na tuweze kulisikia neno la I Mungu. want to welcome all of you Nataka kukaribisha kila mmoja who are wetu, watching us on television. wale ambao mnatutizama kwa TV, Distance is not a hindrance. ya kwamba Distance is not a hindrance. haijalishi umbali ulio, Wherever you're watching us from, popote you unapotutizamia, are going to be a partaker of the grace of God in the house. utashiriki neema ya Mungu iliyo hapa. As God visits his people, Mungu anapowatembelea walio you are wake, too going to be visited. wewe pia utatembelewa. Those of you watching us online, Wale mnaotutizama online, make sure you share this program. hakikisha umeshare kipindi Be hiki a partaker uweze kushiriki of what God is doing at this moment. kile Mungu anatenda wakati huu. You can never be tuned in Hakuna vile utatizama just for the sake of you watching. kwa sababu tu ya kutizama. It is a divine appointment with God. Lakini utakuwa na wakati na Mungu. Bless you as you do that. Ubarikiwe unapofanya hivyo. Amen and amen. Amen. This afternoon, Adhuhuri ya leo I'm going to be continuing with a series nataka kuendeleza mfululizo wa mafunzo that our Father has been teaching us. ambao baba yetu amekuwa akitufunza, And I want to believe na ninataka that you kuamini have received a lot. ya kwamba umepokea mengi. So I'm just going to summarize Kwa hivyo ninataka tu kumalizia in few minutes kwa dakika chache on what he's been talking about. ujumbe ambao amekuwa akitufunza. Our Father has been talking about different kinds of poverty. Baba yetu ametuambia aina mbalimbali za And I'm umaskini, just going to list them na nitakuwa tu nikizitaja so that you refresh your mind. ili uweze kukumbuka. There is spiritual poverty. Kuna umaskini wa kiroho, That is for people who are not born again. na huo ni kwa watu ambao hawajaokoka, And those who are born again but they don't really walk with the Lord ama well. wale wameokoka lakini mwenendo wao na Mungu hauko sawa. There is physical poverty. Kuna umaskini wa kawaida, There is lack of good health and wellness. hiyo ni kukosa wema ama kukosa afya There njema. is mental poverty. Kuna umaskini wa mawazo, This is the lack of ideas and understanding and insight. huku ni kule kukosa maono na ufahamu na hata kuwa na wazo. There is financial poverty. Kuna umaskini kifedha, This is when you have got no money or material resources. hapa ni wakati hauna pesa ama rasilimali. There is resource poverty. Kuna umaskini wa kukosa This rasilimali, is when you cannot show any accomplishments in life. ni ya kwamba huwezi kutuonesha lolote umefanya You maishani. cannot point to anything you have accomplished. Hakuna jambo unaweza sema umetenda. Then there is social poverty. Na pia kuna umaskini ule wa This is kijamii, a place where you have got no meaningful relationship. mahali hakuna uhusiano wako una You maana, don't have relationships that add value in your hauna life.
hauna uhusiano ambao unaongeza thamana. You don't relate to anyone who is relevant. Hauhusiani na yeyote anayekupa umuhimu. These are different types of poverty Huu ni aina mbalimbali za that the umaskini oracle has been talking about. ambazo oracle ametufunza. This afternoon, Adhuhuri ya leo I'm going to be continuing from there. nataka tuendelee kutoka hapo. And as usually we are told, Na kawaida tumeambiwa if you want to understand something, ukataka kuelewa jambo you have to go to the beginning. lazima uangalie mwanzo. How was it in the beginning? Ilikuwaje hapo mwanzo? So let us begin with Genesis 1 Wacha tuanze kwa kusoma Mwanzo sura ya and kwanza verses number 28. mstari wake wa 28. That is Genesis 1 Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza verses number 28. mstari wa 28. The Bible says, Biblia inasema, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every living thing that moves upon the earth. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini, ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. In other words, God was telling Adam and Eve Kile Mungu anawaambia Adamu na Hawa that going forward, ya kwamba you are going to increase. munaenda kuongezeka, Going forward, kuendelea, you are going to subdue. mutatiisha. And God was saying that Na Mungu anawaambia when he had already put them in the Garden of Eden, akisha waweka kwenye bustani la he Edeni, had given them provision, amewatwalia, but he's still telling them, lakini bado anawaambia increase, muongezeke, be fruitful, muwe na mazao, multiply. muzidi. And already Na tayari they were in a place of provision. walikuwa mahali wametwaliwa. And this is the mind of God for us today, Na haya ndiyo Mungu anatutakia sisi that we leo, multiply, ya kwamba tuzidi, that we increase, tuongezeke, that we subdue, ya kwamba that we tutiishe take dominion. na tuwe na mamlaka. That is what God wants for us. Hayo ndiyo Mungu And anatutakia. I want you to know, Na ningetaka ujue poverty, it umaskini, is not the idea of God concerning you. umaskini sio mawazo ya Mungu juu The yako. Bible says Biblia that inasema God has got good plans for us. Mungu anatuwazia mipango mizuri, Good plans, mipango mizuri not to harm us. isiyo ya And kutudhuru, poverty is not part of that plan. na umaskini hauko kwa hiyo mpango wa So Mungu. as you hear the word of God this afternoon, Unaposikia neno la Mungu I leo, want you to understand the mind of God ningetaka uyajue mawazo ya Mungu and you flow with it. na uenende I nayo. know there are people here Najua hapa kuna watu who are tired of poverty, ambao wamechoshwa na who are umaskini, tired of limitation. wamechoshwa na kuiga. I know there are people here Najua kuna watu hapa who cannot take it anymore, ambao hawatakubali tena, because every corner you go, maana kila kona you uendayo owe somebody something. una deni la mtu. Today is the day Leo ndiyo siku that cycle of poverty huo mtindo wa is umaskini going to be broken. utavunjika. I say today is the day Leo ndiyo the siku cycle of poverty mfululizo wa is umaskini going to be broken. utavunjika. Everything that has a beginning has an end. Kila chenye mwanzo kina mwisho. I don't know where you began with your poverty. Sijui umaskini wako ulianzia It wapi. could be generational, Labda ni wakurithi, and it could be it began with you. labda ulianza kwako. But the truth is, Ukweli ni kwamba today is the day it is going to come to an end. leo ndiyo siku yake ya mwisho. I want us to go to the book of Deuteronomy, Nataka tuangalie Kumbukumbu la Torati chapter number 15. sura ya We are 15 going to read verses number 4 na tutasoma mstari wa 4 and 5. na wa 5. But I want us to use the Message Bible. Nataka tuangalie tafsiri ya Message. Amen. The Amen. Bible says, Biblia inasema there must be no poor people among you, because God is going to bless you lavishly in this land that God, your God, is giving you as an inheritance, your very own land. Verses 5. mstari wa 5, But only if you listen obediently to the voice of God, your God, diligently observing every commandment that I command you this day. Only to verses number, okay, let us read this. Oh yes, God, your God, will bless you just as he promised. You will lend to many nations, but won't borrow from any. You rule over many nations, but none will rule over you.
Amen. 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 Praise the name of the Lord. Amen. So we see in the book of Deuteronomy chapter number 15 Kwa hivyo tumeona Kumbukumbu la Torati sura ya 15. what God is saying concerning poverty. Kile Mungu anasema kuhusiana na He's umaskini. saying there will be no poor people, Anasema kusiwa na watu or maskini. there must not be any poor people. Lazima kusipatikane watu maskini. Remember, we are looking at how it was in the Na beginning. kumbuka tunaangalia jinsi ilivyokuwa mwanzoni. So when we come to the book of Deuteronomy, Tunapoangalia Kumbukumbu la Torati, God is saying to Israelites, Mungu anaambia Israeli, there should not be any poor people amongst you. lazima kwenu kusipatikane And maskini. this is the word of God to us today, Na hili ndilo neno la Mungu kwetu leo, that in the mountain of ya deliverance, kwamba hapa Mountain of there Deliverance should not be any poor people amongst us. kusiwe na yeyote aliye maskini kati That yetu, in your family setup, ya kwamba kwa familia there yako should not be mentioned poverty. kusitajwe That umaskini. as you run your business, Wewe katika biashara your yako, business should have no relationship with poverty. biashara yako isiwe na uhusiano na This is umaskini. what God is saying to us. Hivi ndivyo Mungu God anatuambia, is basically saying na kile that anamaanisha at the mountain of ya deliverance, kwamba hapa Mountain of there Deliverance should not be any hungry amongst you. kusiwe na yeyote miongoni mwenu mwenye njaa, There should not be any naked amongst you. kusiwe na yeyote aliye uchi kati yenu, There should not be any homeless amongst you. kusiwe na asiye na makao miongoni God mwenu. is saying at the mountain of deliverance Mungu anachosema hapa Mountain, that one of you can be an entrepreneur, ya kwamba mmoja awe mfanyabiashara, another one can be an advocate, mwingine anaweza kuwa wakili, one of you should be a professor, wakati mwingine ni profesa, the other one should be an engineer. mwingine ni mhandisi, When one of you is a doctor, wakati mmoja wenu ni the daktari, other one should be a teacher. mwingine awe mwalimu, When one is doing mining, wakati mmoja anafanya kazi ya madini, the other one should be in manufacturing. mwingine anafanya kazi ya When kufanya one is in viwanda, construction, wakati mmoja anafanya ujenzi, the other one should be in the transport industry. mwingine anafanya idara ya God usafiri. is telling us as a church, Kile Mungu anatuambia kama kanisa, we should be able to subdue. tunapaswa kutiisha We should take territories. na tuwe na mamlaka. None of us should be poor. Kusiwe na maskini kati yetu. Any career that is good, Taaluma yoyote iliyo we nzuri, should be the people in those careers. tunastahili kuwa kwa hizo taaluma. Any business that brings money, Biashara yoyote inayoleta we pesa, should be the owners of those businesses. sisi ndio tunapaswa kuwa wenye hizo biashara. Anything that is good, Chochote kilicho we kizuri, should be the custodians of the good things. sisi tunastahili kuwa wenye hizo vitu vizuri. God is telling us as a church Mungu anatuambia kama kanisa, that He wants us to prosper. anataka And tufanikiwe, that is why this afternoon na ndio adhuhuri ya we leo are going to break the cycle of poverty. tutavunja mtindo wa umaskini, Because now we understand the mind of God. maana sasa tumeyajua mawazo ya There Mungu. should not be any jobless amongst us. Kusiwe na yeyote kati yetu asiye na kazi, We are living in the dispensation of grace. maana tunaishi kwenye kipindi cha neema. The Israelites were living in the dispensation of the law. Waisraeli waliishi kipindi cha Torati, And yet God expected them not to be poor. na bado Mungu alitarajia wasiwe na The umaskini. expectations of God have not changed. Matarajio ya Mungu hayajabadilika. When Adam and Eve fell at the garden, Wakati Adamu na Hawa wako kwa bustani, they fell because they broke a principle. walianguka kwa sababu kuna kanuni And they walivunja, were thrown out of the garden. wakafukuzwa kwenye And the bustani ground was cursed. na ardhi ikalaaniwa. When Jesus came, Yesu alipokuja, He came to restore us. alikuja kuturudisha. One of the things I want you to understand, Jambo moja nataka when uelewe, you receive salvation, wewe ulipopokea wokovu you receive eternity. ulipokea You umilele have a guarantee for eternity. na una hakikisho la uzima wa But for milele, you to be restored economically, lakini ili urudishwe kiuchumi, you have to check the principles of prosperity. lazima uangalie sana kanuni za And you fanaka have to walk in them. na uenende kulingana nazo. Adam and Eve broke a principle. Adamu na Hawa walienda kinyume na kanuni. We have to be able to keep principles Lazima tuzingatie sana kanuni for us to walk in prosperity. ili tuenende katika fanaka. Jesus became poor Yesu akafanyika that maskini me and you might be rich. ili mimi na wewe tuwe And matajiri, with that promise in place, na tukijua hiyo hadi
For us to walk in that promise, ili tuenende katika hiyo we ahadi, have to understand principles. lazima tuzielewe kanuni. That is what Deuteronomy chapter number 15 verses 5 Na hiyo ndio Kumbukumbu la Torati 15 mstari wa 5. is saying, that we have to obey God. Ya kwamba lazima tumtii Mungu. It says only if you carefully hearken unto the voice of the Lord your God, Kwamba utaisikiliza tu kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako. and observe to do all the commandments Na uyatunze maagizo yote which I have commanded you. ni kuagizayo. It is as simple as that. Ni rahisi namna hiyo. Now I want us to have a look Nataka tuangalie on how poverty presents itself. jinsi umaskini unakuja. Because most of us, when we hear about poverty, Maana huwa tunasikia umaskini you push it to the next person. unausukumilia mwenzako. But the truth is, Ukweli ni kwamba poverty is a spirit, umaskini ni roho and it can go to anybody. na inaweza vamia yeyote. Whether you are down there Wewe uwe uko chini or you are up there, ama uwe uko juu, you are not exception. hauepuki. So as I go through a few things Kwa hivyo tunapoangalia mambo kadhaa on how poverty presents itself, vile umaskini huwa unajileta, I want you to have a checklist nataka uwe na orodha so that you know how poverty has affected you or attacked you. uangalie vile umaskini umekushambulia. One of the things I want you to see Jambo moja nataka uone is as poverty as a spirit of rebellion. ni kuangalia umaskini kama roho wa uasi. With the scripture we have read, Na kwa andiko tumesoma, we see that God expects us to do what he says we do. tumeona Mungu anatarajia tufanye maagizo anayotupa tufanye. So when God gives you an instruction, Mungu anapokupatia maagizo, give, anaposema toa, and it shall be given to you. nawe utapokea. When that instruction has been given Wakati hilo agizo and you limetolewa don't follow that na instruction, wewe ukose kulifuata, in simple language, kwa lugha rahisi, you are rebellious. wewe ni muasi. This series have been going on for a month now, Na haya mafunzo yameendelea mwezi sasa, and this word has come to us every Sunday, every Monday. na hili neno tumetuhubiriwa kila Jumapili, kila I don't Jumatatu. know what you have done concerning this series, Na sijui umefanyaje kuhusu haya mafunzo. but rebellion is when you don't hear what God is saying Lakini uasi ni wakati hausikii kile Mungu amesema through his prophets and through his word. kupitia kwa neno lake na kwa nabii So wake. if you're one of those people Kama wewe ni mmoja wa hao watu who are rebellious, ambao ni waasi, I want you to know nataka ujue you cannot stay away from poverty, hautaepuka umaskini, because poverty will attach itself to you as rebellion. maana umaskini utakuingilia kama muasi. You disobey the word. Ulikosa kutii neno, You have pride and arrogance against the word and the ministers of the word. una kiburi juu ya neno na wahuduma wa neno. That is rebellion. Huo ni uasi. There are people here, Hapa kuna watu when announcement was going on wakati matangazo yanatangazwa, that we only need to give 4,000 for a seat, wakati tunaambiwa tutoe 4,000 za kiti, there is somebody who is thinking in their mind, kuna mtu mawazoni mwake anasema must we sit on a seat that is costing 4,000? lazima tukalie kiti cha shilingi 4,000. There is a lot of cheap seats around. Kuna viti vya bei rahisi. There is somebody who is saying in their mind, Kuna mtu ndani yake anasema must we import seats? lazima tutoe viti China, Does Kenya not make seats? na si hata Kenya kuna viti. That is how a mind full of rebellion thinks. Hivyo ndivyo mawazo ya muasi yako. But today, in the name of Jesus, Leo kwa jina la Yesu, that power will be broken in Jesus' name. hizo nguvu zitavunjika kwa jina We la are going to Yesu, have one agenda. na tutakuwa na nia We are moja, going to be having one mind tutakuwa na nia moja in the name of Jesus Christ. kwa jina la Yesu. 1 Samuel 15 Kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya and verses 15 number 23. na mstari wa 23. That is 1 Samuel 15 Kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya and verses number 15 23. na mstari wa 23 It says, inasema, for rebellion is as the sin of witchcraft, kuasi ni kama dhambi ya uchawi, and stubbornness is as iniquity and idolatry. na ukaidi ni kama ukafiri na vinyango. Because you have rejected the word of the Lord Kwa kuwa umelikataa neno la
ya He Bwana, has also rejected you from being king. yeye naye amekukataa wewe usiwe mfalme. This was God speaking to Saul. Hapa ni Mungu ananena na Sauli. And God was saying, Kile Mungu anasema, because you have rebelled against God, kwa sababu umemuasi Mungu, rebellion and witchcraft, they are equal. ya kwamba uasi na uchawi So zinatoshana. poverty Umaskini is boosted by witchcraft. unasaidiwa na uchawi. To be poor, Ili uwe maskini, we can simply say tunaweza sema kwa urahisi, you are going hand in hand with witchcraft. wewe unaenenda pamoja na uchawi. Because rebellion is a sin of witchcraft. Maana uasi unafanana na uchawi. So today, Leo if you are one of those people ikiwa wewe ni wale watu that you don't welcome the gospel of giving, haukaribishi injili ya matoleo, when the word of God is being spoken, wakati neno la Mungu linanenwa, you always have a counter-attacking thought. wewe una mawazo ya kuenda kinyume na It neno. is you I'm talking to. Wewe ndiye But the ninanenea, grace of God is sufficient. lakini neema ya Bwana And the inatutosha freedom of God is here. na uhuru wa Mungu uko You'll hapa. be agreeing with the mind of Christ. Utakubaliana na mawazo ya You'll be Kristo, agreeing with the will of the Lord. utakubaliana na mapenzi ya Bwana, Because God wants you blessed. maana Mungu anakutakia God baraka. wants you to prosper. Mungu anakutakia fanaka. Whenever the spirit of poverty has affected you, Kila wakati roho wa umaskini akikunasa, you see lack, wewe unaona ukosefu, you see limitations, unaona vizuizi, you experience dryness. unakuwa na ukame. And our Father has told Na us baba yetu ametuambia most of the areas where there is dryness, maeneo mengi ambayo yana ukame, there is a spirit of witchcraft there. kuna roho wa uchawi And of kule, course there is poverty. na kwa hivyo kuna So umaskini. if you're experiencing a spell of dryness in your business, Ikiwa kibiashara una ukame, dryness in your career, ukame kitaaluma, dryness in your income, ukame kwa mapato yako, you're basically under attack wewe umeshambuliwa of the spirit of poverty. na roho wa umaskini. Whenever poverty comes, Kila umaskini ukija, sometimes it will present itself to you wakati mwingine unakuja kwako as leisure and pleasure. kama raha na And starehe, that is where most of us don't know it. na hapo ndipo wengi wetu hatuna habari. You cannot ID poverty Hauwezi tambua umaskini when it comes as leisure and pleasure. wakati unakuja kama starehe na raha. This is the kind of people, Hawa ni wale watu, whenever you get some money, apate tu pesa, you think about the next big thing you're going to buy. unadhani ni kitu gani You utajinunulia. start going to Google and looking at the best hotels in Kenya. Unaenda kugoogle hoteli nzuri Kenya, You are under attack. wewe umeshambuliwa. Whenever you get that 2,000 shillings, Upate hata 2,000, you go buy meat of 500. unanunua nyama ya 500, You have not even brought tithe. hata haujaleta fungu You la have not 10, even thought of an offering. hata haujafikiria That sadaka. is leisure and pleasure. Wewe ni raha na starehe. Whenever you get some money, Upate pesa kidogo, now you start looking at the best places of Nyamachoma. unaanza kutafuta nyama choma nzuri iko Whenever wapi. you get some money, Upate tu pesa, you are looking at the next digital television that you can buy. unatafuta TV kubwa utakayonunua. Whenever you have some money, Upate tu pesa, you forget the direction of your kitchen in the house unasahau jikoni lako liko wapi. because you're now eating from hotel to hotel. Maana unatoka hoteli moja hadi nyingine. You can tell us which hotel in Nakuru has the best buffet. Unajua ni hoteli gani ina vyakula nzuri. You know which hotel has the best nyamachoma. Unajua ni hoteli gani na nyama choma nzuri. Praise the name of the Lord. Amen. When poverty has attacked you, Umaskini ukikushambulia, you see signs of pleasure unaona dalili za raha and leisure. na starehe. You are never available. Haupatikani. Now you cannot be there in Bible study. Hauwezi patikana kwa Bible study. Home churches become for those people who don't have front or back. Ushirika wa nyumbani sasa unaona ni wa watu You wengine. are too important to appear in a home church. Wewe umekuwa mkubwa sana, huwezi enda ushirika. When you have got this spirit of poverty Wakati una huyu roho wa and umaskini, it comes as leisure and pleasure, anakuingilia kama raha na you starehe. start feeling important. Unaanza kujisikia wa You're muhimu. looking funny at people who have nothing. Unaangalia vingine
wale wa hawana You chochote. don't understand that God is a God of process. Haujui ya kwamba Mungu ni Mungu wa Just taratibu. the other day you are putting on mitumba. Juzi ulikuwa unavaa mitumba. Right now you have a sermon against people who put on mitumba. Sasa unawasema vibaya wanaovaa mitumba. Hallelujah. Aha. Now the spirit of poverty Roho wa umaskini has attacked you. amekushambulia. It can come as selfishness. Amekuja kama ubinafsi It can come as greed and covetousness. ama kama ulafi na uchoyo. People who are never ever satisfied with what they have. Watu ambao hawaridhiki na kile wako That nacho. is why they can stack money in the bank Hapo ndipo wana pesa kwa benki. and some money in the house under the pillow. Zingine wanaficha chini ya pilo. But when you come at the altar, Lakini ukija kwa madhabahu, there is no money they have stored at the altar. hakuna pesa wameweka kwa That is madhabahu. the spirit of poverty. Huyo ni roho wa umaskini. Praise the name of the Lord. Amen. And if the kingdom of God has not felt your finances, Na ikiwa ufalme wa Mungu haujaona pesa zako, then you are not financially blessed. wewe kifedha haujabarikiwa. If you think you have got a very good career, Ikiwa unadhani taaluma yako ni nzuri but the sana, house of God have never enjoyed your career, lakini nyumba ya Mungu haijawahi furahia taaluma then your yako, career is nothing. hiyo taaluma yako ni bure. If you command millions, Ikiwa una mamilioni, but the altar has never even felt your millions, lakini madhabahu hayajawahi ona milioni you are zako, operating under the spirit of poverty. wewe umeshambuliwa na roho wa If umaskini. you're commanding businesses in Kenya, Ikiwa una mabiashara Kenya, but the altar cannot testify concerning your businesses, lakini madhabahu hayana ushuhuda wa biashara you are zako, operating under the spirit of poverty. wewe umeingiliwa na roho wa umaskini. Can you lift your right hand and say, Inua mkono wa kuume, my Father, baba yangu, baba in the yangu, name of Jesus kwa jina la Yesu and by the blood of na Jesus, kwa damu ya Yesu, this poverty cycle, huu mtindo wa you umaskini must break today. utavunjika You leo, must break today. utavunjika leo. Praise the name of the Lord. Amen. When you are under the spirit of poverty, Wewe ukishambuliwa na roho wa umaskini, you find a compelling in your heart. unasikia unashurutishwa ndani yako, Now you need to move from the mountain of deliverance and go to another church, uhame mountain uende kanisa or lingine move from the altar that has blessed you, na ni madhabahu ambayo yamekubariki, or move from the altar that has blessed you uhame madhabahu ambayo yamekubariki to another altar. uende kwa madhabahu mengine, Because now all of a sudden eti kwa sababu ghafla there is no people of your caliber in that church. hakuna watu wa klasi yako kwa hiyo When you kanisa. start feeling something like that, Ukianza kusikia hivyo, it is to tell you hiyo ni the kumaanisha devil is trying to shortchange you. shetani anajaribu The kukubadilisha, devil is very cunning. na shetani ni mjanja. He will not come dressed and telling you I am poverty. Hata kuja amevaa kuambie mimi ni He will umaskini, bring a feeling of feeling important. atakuletea mawazo ya kujisikia wewe ni wa You maana, start feeling the grace in this mountain is not enough, na unaanza kusikia neema ya mountain and you haikutoshi, go to another ministry. na unataka kwenda kwa huduma When nyingine. that happens, Hiyo you are ikitendeka, going to enter into poverty, utajikuta kwa umaskini, because this altar has gotten you where you are. kwa sababu haya madhabahu ndio yamekufikisha mahali huko. And if you're going to be sustained in the graph that is going up, Na ikiwa utahifadhiwa kwa grafu you inayoinuka, have to remain at the same altar. lazima ubaki kwa yale So madhabahu. those who feel Wale watu wanasikia that a time comes ya kwamba wakati umefika, and you need to change altars, unataka kuhama madhabahu, you need to change fathers, unataka kubadilisha baba, remember kumbuka that is poverty now. hiyo ni umaskini. Because the moment you do that, Maana ufanye hivyo, you will not go with whatever you got from the altar. hautaenda na chochote ulichopata kwa haya You madhabahu, will go alone. utaenda peke It is yako, as serious as that. na iko namna hiyo. Those who start feeling important, Wale ambao unaanza kujisikia wewe ni wa all of maana a sudden, kuliko wengine, all of a sudden, ghafla you feel very anointed. unasikia una upako zaidi, No, my anointing cannot fit on that na altar. unasema upako wangu hautoshei haya And you need to madhabahu. go to a place where your anointing can be. Unataka kwenda mahali upako wako unasikika. Praise the name of the Lord. Amen. When you start feeling that, Ukianza kusikia hivyo, remember kumbuka the spirit of poverty. roho wa umaskini. Hallelujah. Aha. Some of us Wengine wetu can sit there for 10 years unaweza keti miaka 10 without a microphone hata bila and microphone remain there, na uendelee kukaa, because kwa sababu this altar haya has madhabahu sustained us. yametudumisha. Are you getting my point? Amen. So poverty Kwa hivyo will
mbili. come in different ways. Utakuja kwa njia And if tofauti. you're not careful and keen, Usipokuwa makini, you are going to miss it. utapoteza. Praise the name of the Lord. Amen. Now, poverty Umaskini, will make you hate deliverers of prosperity message. umaskini utakufanya wewe uchukie ujumbe wa, You hate the deliverers of prosperity message. unachukia mahubiri ya fanaka. Right now in Kenya, Sasa hivi Kenya, ministers of the gospel, wahuduma wa injili especially if they talk about prosperity, hasa wakahubiri juu ya fanaka, it is a controversial thing. kunakuwa na ubishi. That is to tell you, Hiyo ni the kumaanisha devil wants to keep our nation in poverty. shetani anataka taifa letu likae na And the umaskini, sad thing about it, na juu yake, the sad thing about it, jambo baya juu it yake, is that you even find born again people agreeing with people of the world. unakuta hata wale wameokoka wanakubaliana na walimwengu. When people are being fought, Wakati watu wanainukiwa, who talk about prosperity, wale wanaofunza fanaka, who support the ministry, wanaosimama na you huduma, also join together with them. wewe pia unajiunga nao. That is poverty. Hiyo ni umaskini. But from today, in Jesus' name, Kuanzia leo kwa jina we la are Yesu, going to embrace prosperity gospel. tutakumbatia injili ya fanaka. We are going to embrace Tutakumbatia progress in life. maendeleo maishani. Praise the name of the Lord. Amen. When the spirit of poverty comes to you, Wakati roho wa umaskini anakujia, you are going to realize utagundua if you're up there ya kwamba kama ulikuwa juu and you're a man, na wewe ni mwanamume, your emotions become diluted or perverted. hisia zako zinapotoshwa. You start dating your secretary or your juniors. Unakuta unaanza uhusiano na wadogo wako ama sekretari wako. For you in your mind, Wewe mawazoni mwako your thinking is just kuendelea. unadhani ni maendeleo, Because nowadays, kwa sababu siku hizi when those things happen, hayo mambo yakitendeka it's like you are far ahead. ni kama unaona uko mbele. But let me remind you, Wacha that nikukumbushe, is how poverty comes. huo ni umaskini Your unakuja. emotions are perverted. Hisia zako zinapotoshwa. If you are a high school teacher, Kama wewe ni mwalimu wa shule ya upili, you start dating a Form 1. unaanza kuwa na uhusiano na mwanafunzi wa kidato cha You start kwanza. dating a student of Form 4. Unakuwa na uhusiano na mwanafunzi wa kidato cha Poverty has nne. come in. Umaskini umekuingilia. Because within no time, Maana punde the same devil that makes you do that, yule shetani aliyefanya ufanye hivyo he will expose you. atakufunua And your career will be no more. na taaluma yako itakwisha. When you're up there Ukiwa juu and you're being attacked by poverty, na unashambuliwa na umaskini, you are going to find yourself employing the wrong people. unajikuta umeajiri watu wasiofaa. You have evil employees Unaajiri watu waovu whose assignment ambao wametumwa is to finish your finances, kumaliza pesa to zako, finish your company, kumaliza kampuni to yako mishandle your customers. na kumaliza kile unafanya. Evil employees. Waajiri waovu. If you are an employer, Kama wewe can you unaajiri, say every evil employee, sema kila mwajiri mwovu, every evil employee, kila mwajiri mwenye I uovu fire you right now. ninakuvuta That sasa. is an important prayer. Hilo ombi ni muhimu. You may not go to fire them physically. Uende usiwavute kabisa, They are going to do something that you will know they are doing the wrong things. lakini watafanya kosa ambalo utagundua And they are going to go. na wataenda. Some of them, they will just not report to work Wengine watakosa tu kuja kazini, because they were evil employees maana walikuwa waajiri that the waovu devil have sent na shetani aliwatuma to attack you. ili When wakushambulie. you're up there Kama wewe uko juu in economic life, kiuchumi, let's say you're a doctor, labda wewe ni daktari and the devil has decided to attack you with poverty, na shetani ameamua kukuletea you umaskini, find yourself treating the wrong diseases, unajikuta unatibu magonjwa kimakosa and you find that you have lost the license of your practice. na unakuta umenyang'anywa license ya kazi yako. Poverty has struck. Umaskini umekupata. If you are a school owner, Kama labda una shule, you find you have the wrong teachers unakuta uliajiri mwalimu who asiyefaa are raping the children, ambaye ananajisi and wanafunzi, your school will be under the risk of closure. na labda shule yako inakuwa kwa hatari ya kufungwa. When you're up there Ukiwa juu and you have a good career, na una taaluma
huduma nzuri, you find yourself like Samson, unajikuta kama who Samsoni only lies in the thighs of Delilah. ambaye maisha yake yalikuwa kwa And you lose your political position. na unapoteza cheo It chako. will not happen to any of us in Jesus' name. Haitatutendekea kwa jina la Because Yesu. today we are breaking the cycle of poverty. Maana leo tunavunja mtindo wa When umaskini. you are an educated girl Ikiwa wewe ni msichana ambaye and the amesoma spirit of poverty wants to attack you, na roho wa umaskini anakuandama, you find yourself falling stupidly in love unajikuta unapendana kiupuzi with a boy who is a class 8 dropout. na kijana aliyeachia shule darasa la 8. And so you begin your relationship. Kwa hivyo munaanza kuwa na uhusiano. Your parents tell you there is a problem, Wazazi wako wanakuonya, but because you're stupidly in love, kwa sababu umeshikana na uhusiano you are kiupuzi, in love of bewitchment. wewe umepitishiwa kwa uchawi, You cannot see it. hauoni, You go ahead and get married. unaolewa na huyo kijana, Your pastor tries to tell you. ya kwamba baba anajaribu kukwambia, Your pastor tries to tell you. mchungaji wako labda ajaribu kukwambia Marry somebody who mindset and yours are agreeing. ya kwamba mnaona na muoe uolewe na mtu ambaye mawazo yenu yanakaribiana, But you don't hear it. lakini hausikii. You go together in the house, Munaingia pamoja nyumbani and this class 8 dropout na huyo aliachia shule darasa la start 8. getting intimidated and insecure. Sasa anaanza kukosa kuwa na usalama, They cannot stand hata vumilia. when you get a business call. Wakati unapigiwa simu ya biashara, They cannot stand it hata vumilia, because they expect you to be in the kitchen 24 hours. kwa sababu anatarajia uishi masaa yote jikoni. They cannot stand it Hawezi furahia that somebody has to wash your clothes and not you, ya kwamba kuna mtu mwingine atafua nguo na sio wewe, because you have to be at the court because you're an advocate. kwa sababu unapaswa kuwa kotini, labda wewe ni advocate. That marriage become troublesome. Hiyo ndoa inakuwa shida, But because, my dear girl, you're stupidly in love, kwa sababu wewe msichana ulijiingiza kwa mapenzi. that guy is going to tell you to resign. Huyo jamaa anakuambia uache kazi, And you're going to say, na wewe unasema because I'm a woman, I'm supposed to be under kwa authority. sababu mimi ni mwanamke napaswa kunyenyekea, I'm going to do that. nitaacha And kazi. you resign, Unaacha kazi, you go back to zero. unarudi And chini, because you are so loved, na kwa sababu you are so loved, ulikuwa umependwa sana, he is going to tell you, atakwambia don't worry, my dear. usijali, We are going to begin together. tutaanzia chini God pamoja. is a God of humble beginnings. Mungu ni Mungu wa mianzo ya Hey, the chini. devil is a liar. Shetani ni mwongo, The devil is a liar. shetani ni That is mwongo. how poverty will attack our young people. Hivyo ndivyo umaskini unashambulia vijana wetu. Young man, Kijana, when you fall in love, wakati unapendana, don't become so stupid usiwe mjinga. that even when you're doing well financially, Hata ulikuwa sawa kifedha, you don't even get to know what is the financial status of your girlfriend or wife to be. hata hujui msichana unayetaka kuoa ana pesa kiasi gani. If I were you, Ningekuwa wewe, I would like to know the CRB records that they carry. ningetaka kujua vile ako kifedha. Because if you're not careful, Usipokuwa for mwangalifu, the first 5 years of your marriage, miaka ya kwanza 5 katika you ndoa, are going to be paying loans wewe utakuwa unalipa mikopo that she accumulated. ambayo alikopa, But because you are stupidly in love as a man, kwa sababu ulijiingiza kwa mapenzi kiubuzi. you see the legs, Wewe uliangalia miguu, you see the hips, ukaona hips, you forgot there is a bank account that is negative. ukasahau kuna account haina kitu. Hey, the devil is a liar. Shetani ni It shall mwongo. not happen to our sons and our daughters. Haitapata vijana wetu, They are going to walk in prosperity. wataenenda kwa fanaka Their graph of finances will go up na grafu yao kifedha itainuka in the name of Jesus kwa Christ. jina la Yesu. The spirit of poverty Sasa roho wa can umaskini bring any giant down. anaweza angusha jitu We lolote. have seen politicians going down Tumewahi ona wanasiasa wakianguka because of a decision they were not supposed to make. kwa sababu ya uamuzi ambao hawangeamua. When you see corruption, Ukiona ufisadi, that is greed. hiyo ni tamaa. That greed Hiyo tamaa will finish political careers of many. inaangusha taaluma za wengi kisiasa. Praise the name of the Lord. Amen. So poverty comes to anybody, anywhere, at any level. Umaskini unampata yeyote wakati wowote. But today, Na leo that cycle of poverty is going to be broken. huo mtindo wa umaskini utavunjika. Hallelujah. Amen. Can you say right now,
Sema sasa. Can you say right now? Sema sasa. My resources My resources appear. appear. My resources My resources appear. appear. Now some of us, Wengine wetu poverty comes in terms of no resources that you command. umaskini unakuja kwa maelfu ambayo uko nayo. You don't have any resources that you command. Hauna rasilimali zozote ulizo nazo. You don't command a salary. Hauna mshahara. You don't command a business. Hauna biashara. You don't command any income. Hauna mapato yoyote. That is poverty already. Huo ni umaskini tayari. Your resources must appear at this season. Lazima rasilimali zako zionekane sasa. Poverty will come and make you toil. Umaskini utakuja na ufanye kazi ngumu. And you're going to have no results of your hard work. Kazi ngumu isiyo na mapato. That is not your portion from today. Hiyo sio sehemu yako kuanzia leo. Every power of darkness Kila nguvu za giza that causes you to live in profitless labor, zinazofanya ufanye kazi isiyo na faida, today they shall be laid to rest. leo zitazikwa. Today they shall be terminated. Leo zitakwisha. You are going to start enjoying your life today. Na utaanza kufurahia maisha You yako are going to leo. command money. Utaanza kuwa na You are pesa. going to command business world. Utaanza kuwa na biashara. Hallelujah. Amen. Nothing missing, nothing broken. Bila kukosa wala kupungukiwa. Poverty will come to you. Umaskini utakujia. And it is going to frustrate the people who are supposed to bless you. Na utawashawishi waliopaswa kukubariki. And you are going to have people around you who add no value. Na utazungukwa na watu wasiokuongezea dhamana. These are the kind of people, Hawa ni wale watu. you walk in an interview Munaenda kwa interview. and you say one wrong thing Unasema tu jambo moja and you're kimakosa. disqualified. Na unafukuzwa. Because your interviewer, Maana wanaokuhoji they were looking for excellence walikuwa wanataka uadilifu. in the way you say things, Kwa vile unasema the way you maneno present yourself. na vile unaonekana. But poverty will Umaskini just cause you to say the wrong things. utafanya useme jambo kimakosa. People who are supposed to bless you, Waliopaswa kukubariki they will not want you around them. hawatakutaka karibu So nao. that power frustrates those people. Kwa hivyo hizo nguvu zinawafukuza hawa But watu. today in Jesus' name, Leo kwa jina la your Yesu, divine helpers are going to locate you. wasaidizi wako wa kiungu watakupata. You are going to be packaged in a way that you are going to be presentable to your divine helpers. Na utawekwa kwa jinsi wasaidizi wako watakupata. My dear girls, Wasichana wenzangu, when that man comes, wakati huyo kijana you are not anakuja, going to be found ya kwamba hautapatikana chewing chewing gum. ukitafuna bigiji. Bwana asifiwe ndugu. You're not going to be found like that. Hautapatikana You hivyo. are going to be found in the right place, Utapatikana mahali panafaa. doing the right things, Ukifanya kile coming unapaswa. for Bible study, Unakuja Bible study. wearing the right clothing, Unavaa nguo zinazofaa. having the right mindset. Na unakuwa na nia iliyo sawa. Praise the name of the Lord. Amen. Your teeth is going to be brushed. Ya kwamba utakuwa umepiga mswaki. Not when you open up your mouth. Sio ukifungua mdomo. The brother tells you, I was just passing by. Ndugu anakuambia nilikuwa tu The napita. devil is a liar. Shetani ni This mwongo. power and cycle of poverty must be Huo broken. mtindo wa umaskini Our utavunjika. divine helpers, Wasaidizi wetu wa they kiungu have to locate us. lazima watatupata. Hallelujah. Amen. When the spirit of poverty attacks you, Huyu roho wa umaskini akikushambulia, you see a man who is a breadwinner. unaona mwanaume ambaye ni wa kukulisha, They get engaged in projects that don't bring any results in the family. anakupoza ama unaingia kwa uhusiano ambao hauleti faida. You take a loan Unachukua mkopo and you tell your family, na unaambia we familia, are now going to do this business. sasa tutafanya hii You biashara. go invest Wewe unaenda and you come back as a prayer request. unarudi ukiwa hitaji, Because poverty maana umaskini engages you in projects that are not going to bring returns. unakuingiza kwa miradi ambayo haina mapato. Someone who was a breadwinner, Mtu ambaye alikuwa analisha jamii yake, today is their wife that has to go to Sokoni so that they can eat. leo mke ndio anaenda sokoni ndio wapate chakula. The devil is a liar. Shetani ni mwongo. That is not going to be the portion of our men and women. Na hiyo haitakuwa sehemu yetu wake kwa waume. Every project you're going to engage yourself in, Mradi wowote utakaoanza you are going to get positive results utapata mapato mazuri in Jesus' name. katika jina la Yesu. Now, we are going to get out of poverty today. Leo tunatoka kwa
wa umaskini. Because that cycle has to be broken. Maana lazima huo mtindo uvunjike. When we go back to our study scripture, Na tukiangalia somo ambalo tulianza which is nalo, Deuteronomy 15, Kumbukumbu la Torati God 15, is saying that if you obey Mungu anasema mkitii all the commandments, maagizo yote, then I am going to bless you with the land. nitawabariki katika In nchi, other words, I'm going to give you territory. nitawapa maeneo. And remember I said as we began Nakumbuka tukianza nikasema, that when Adam fell wakati Adamu alianguka and Jesus came naye Yesu and your akaja relationship with God was reinstated, na uhusiano wetu na Mungu ukarudishwa, you will have to adhere to the principles of the kingdom lazima uzingatie kanuni za for ufalme prosperity. ili ufanikiwe. And so this afternoon, Na kwa hivyo adhuhuri ya we are leo going to look at adhering to those principles, nataka tuangalie jinsi ya kuzingatia hizo kanuni, because you can only connect to prosperity maana utajishikanisha tu na fanaka by principles, not by salvation. kwa kanuni na wala sio kwa That is wokovu. why even sinners prosper Na ndiyo sababu utaona hata wenye dhambi when wanafanikiwa they do the principles of the kingdom knowingly or unknowingly. wakitekeleza kanuni za ufalme wakijua ama bila kujua. Can you tell your neighbor, Ambia jirani yako you prosper? I unafanikiwa. want you to tell your neighbor, Ambia jirani you prosper by adhering to principles, unafanikiwa kwa kuzingatia kanuni not by salvation. na wala sio kwa wokovu. Salvation earns you a ticket to heaven, Wokovu ni tiketi ya kwenda mbinguni, but principles make you live comfortably on earth. lakini kanuni zinakusaidia kuishi vizuri duniani. Now in Genesis chapter number 8, Katika Mwanzo sura ya 8 this is one man who understood principles. hapa kuna mtu mmoja alizielewa Let kanuni. us look at this scripture as I finish. Wacha tuangalie tunapomalizia. Genesis 8 Mwanzo sura ya 8 verse 20. mstari wa 20 It says, inasema, that is Genesis 8:20. hiyo ni Mwanzo 8:20. And Noah built an altar unto the Lord, and took of every clean beast and of every clean fowl, and offered burnt offerings on the altar. 21. 21. And the Lord smelt a sweet savor, and the Lord said in his heart, I will not curse the ground anymore for man's sake, for the imaginations of man's heart is evil from his youth. Neither will I again smite anymore everything living as I have done. Let us go to 22. 22. While the earth remaineth, seed time and harvest time, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease. Amen. Amen. Let us read in Swahili. Wacha tusome kuanzia mstari wa It is 20. very important for you to get this one. Ni muhimu tuelewe hii. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatoa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha, akasema moyoni, sitailaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya mwanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake, wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya. Muda nchi idumupo, majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi, wakati wa hari, wakati wa kaskazi, wakati wa kusi, mchana na usiku havitakoma. Amen. Amen. Now our Father has really taught on that. Baba yetu ametufunza mengi juu ya hiyo. I believe all of us should have a sermon on Genesis 8. Naamini kila mmoja wetu ana ujumbe wa Mwanzo 8. Now there is something that Noah understood. Kuna kitu Nuhu alijua. Now remember, Noah was living in a time Nakumbuka Nuhu anaishi nyakati when the ground had already been cast from the time of Adam and Eve. wakati ardhi imelaaniwa tangu siku za Adamu na Hawa, And it became even worse na ikawa vibaya hata zaidi when the rain rained for 40 days and 40 nights. baada ya mvua kunyesha siku 40 usiku na mchana. So you can imagine a cursed ground and then you add to it destructive rain. Hebu fikiria ardhi imelaaniwa na kisha kunanyesha mvua ya mafuriko. That was the case of Noah. Hizo ni siku za Nuhu. He was secure in the ark with his family. Yeye akawa
alitolewa salama kwa safina na familia but he was yake, going out to nothing. lakini hakuwa na chochote. That is the position of Noah at that time. Hivyo ndivyo Nuhu alikuwa wakati ule. The ground is cursed and destroyed. Ardhi imelaaniwa na imeharibiwa. But Noah understood the power of numbers. Lakini Nuhu alielewa nguvu za namba. The reason why we have record of how many days it rained, Sababu tunaambiwa ni siku ngapi mvua ilinyesha. it is because Noah kept the record. Ni kwa sababu Nuhu alikuwa na hiyo It was rekodi. known. Ilijulikana. Praise the name of the Lord. Amen. So when he saw 40 days have ended Wakati aliona siku 40 zimeisha, and 40 nights of rain, usiku na mchana mvua, Noah understood. Nuhu akajua Number 40, ya kwamba 40 it starts and ends seasons. inaanza na kumaliza majira. It is start and end season. Inaanza na kumaliza So majira. when Noah came out of the ark, Nuhu alipotoka kwa safina, he knew, alijua I need to end this season and cycle of accursed ground and destruction. nataka kumaliza haya majira na kipindi cha ardhi iliyolaaniwa na kuharibiwa. And the only way to end a cycle or to end a season, Na jinsi ya pekee ya kumaliza kipindi ama mtindo it is by ni sacrifice. kwa kutoa It dhabihu. is not a coincidence Haikutendeka tu that we have been learning concerning this series of battles with the poverty in the month of April, the 4th month. ya kwamba mwezi wa 4 wote tumefunzwa jinsi ya kupigana vita vya umaskini. The number 4 complete season and begins others. Namba 4 inamaliza majira fulani na kufungua majira And for mapya. us to be hearing these messages at this time, Na ili tuletewa ujumbe kama huu wakati huu, to you are here, wewe ambaye uko hapa, but in the calendar of God, lakini kwa kalenda ya Mungu He knows anajua in the 4th month, mwezi wa 4 people are going to be released from poverty. watu watafunguliwa kwa umaskini. Because God works with the numbers and seasons. Maana Mungu anategemea namba na majira. That is the reason why Na ndiyo sababu Jesus began a new season of ministry after 40 days of prayer and fasting. Yesu alianza majira mapya ya huduma baada ya kufunga siku 40. That is why Lazarus, after 4 days of dying, he had to come back to life. Na ndiyo Lazaro baada ya kufa siku 4 akafufuka. God works with the numbers. Hiyo Mungu anatumia namba. God works with the numbers and seasons. Mungu anatumia namba na majira. And today, Na leo I want you to understand the way God works. nataka uelewe vile Mungu hutenda. We are in the 4th month, Tuko mwezi wa and 4 we are actually coming to the end of the 4th na month. tunafika mwisho wa mwezi wa 4. In other words, Kwa maneno the mengine, miracle that God does when in his calendar is number 4 like now. miujiza ambayo Mungu anafanya kalenda yake ikiwa namba 4 kama leo, They are going to shift into another season now of another message. itaingia kipindi kingine cha ujumbe mwingine. So when you have that understanding of season and time, Wewe ukijua majira na nyakati, April to you is not just April. mwezi wa 4 kwako hautakuwa tu mwezi wa 4. You understand that the 4th month carries the power to change seasons. Utajua mwezi wa 4 una nguvu kubadilisha majira. When Noah understood that, Nuhu alipojua hivyo, he decided akaamua from now on going forward, kuanzia sasa na kuendelea, myself and my generation, we cannot live like this. kizazi changu hakitaishi hivi. Number 1, the ground is cursed. Kwanza ardhi imelaaniwa Number 2, the rain has destroyed everything. na mvua imeharibu kila kitu. Noah took what he had Nuhu akachukua alichokuwa nacho and he gave a sacrifice to God. na akampa Mungu dhabihu. And the Bible says, like we have read, Biblia inasema kama vile and tumesoma, God smelled a sweet aroma, a sweet savor. Mungu akasikia harufu ya kumridhisha, And he said akasema in his heart, moyoni I'll mwake, never again curse the ground for man's sake. sitailaani tena ardhi kwa ajili ya mwanadamu. Praise the name of the Lord. Amen. There is a sacrifice that you can give, Kuna dhabihu unaweza toa, and your seasons will change forever. majira yako yabadilike milele. Most of us, Wengine wetu we have our habitual offerings. tuna zile sadaka zetu za kawaida, That is why you go through the shop to get change, na ndio unapitia dukani kwanza upewe change, so that you bring your habitual offering on a Sunday. ili ulete ile sadaka umezoea kila It is Jumapili. very common in our nation Na inatendeka sana kwa taifa that letu, even the rich, hata walio matajiri they bring 1,000. wanaleta That is 1,000. the limit that
we have put ourselves. Hicho ni kiwango ambacho tumejiwekea. But when you understand numbers, Ukielewa namba, you know they carry power. utajua namba ina nguvu. And so today, Na kwa hivyo we leo are going to break the protocol of habitual offerings. tunataka kuvunja ile desturi ya sadaka za mazoea. You are still gonna get the time to bring your habitual offering, Bado unaweza toa ile sadaka ya mazoea, but at this specific time, lakini kwa sasa when we are coming to the end of this month, wakati tunafikia mwisho wa mwezi we are going to huu, give a sacrifice significant to number 4. tunataka kutoa dhabihu inayotoshana na namba And 4. this sacrifice will stand to break the cycle of poverty in your life. Na hii dhabihu itavunja mtindo wa umaskini kwako. Some of you, Wengine wenu you have not seen any man to say hello. haujaona mtu yeyote wa kukuuliza jambo. Maybe what you can afford, Labda kile tu or unaweza the best that you have, ama kilicho bora kwako is only 40,000, ni 40,000 is only 4,000, ama 4,000 is only 4,000, ama 4,000 or 400. ama 400. At this specific time, Wakati huu when you give that sacrifice, ukitoa hiyo dhabihu, you are going to be choosing who to marry you, like the way you go in your wardrobe and you choose clothes. wewe ndio utachagua nani atakuoa, kama vile huwa unachagua nguo. There is power in numbers. Maana kuna nguvu katika namba. There is power in numbers. Kuna nguvu katika namba. So today, Kwa hivyo we leo are going to give differently. tunataka kutoa kwa njia tofauti. You know how God has empowered you. Wewe unajua vile Mungu And He amekusaidia, knows also, na unajua pia God also knows Mungu pia anajua how He has empowered you. vile Some amekuwezesha. of you might need to get out your checkbook Wengine unastahili kutoka kwa checkbook yako, and write a check of 40,000, andika cheki ya 40,000 4,000. ama 4,000. Some of you need to go to your M-Pesa. Wengine labda ni kwa M-Pesa. Let me ask you, Wacha what nikuulize, is the reason of us hearing this kind of a message for a whole month and we end the message and go to another series? kuna maana gani tufunzwe mafunzo kama haya mwezi mzima, yafike mwisho tuanze mafunzo There mapya? must be a man and a woman who is saying, I have to get out of poverty. Lazima kuna mtu anasema lazima nitoke kwa umaskini. When God wants you to get healed, Mungu anapotaka upone, He brings the word of healing. analeta neno la When uponyaji. God wants you to get delivered, Mungu akitaka ukombolewe, He brings you a deliverance service. anakuletea neno la When ukombozi. God wants you to prosper, Mungu akitaka He ufanikiwe, sends you the oracle for a whole month with this message. anakupatia ujumbe mwezi I mzima. want to request all the ushers right now, Naomba mashemanzi wote sasa, if you can go to the congregation. kama mnaweza enda kwa I know kusanyiko. God sent me today for somebody. Najua kuna sababu Mungu amenituma leo kwa You mtu. are going to take an envelope. Nataka uchukue bahasha. Only those who are saying, Wale tu ambao I am wanasema tired of poverty. nimechoshwa na By umaskini, my sacrifice, I'm breaking this cycle. na kwa dhabihu yangu ninavunja huu mtindo. Put 4,000, Weka 4,000 400, ama 400 put 40,000, ama 40,000, even more than that. hata zaidi. God knows Mungu anajua what He has given you. kile amekupa. Noah took the best. Nuhu alichukua kilicho bora. Our paybill number is on the screen. Namba ya bebi liko kwa screen. The oracle is going to be praying with us Ora kwa taomba pamoja to nasi, break the cycle of poverty in our lives. avunje mtindo wa umaskini maishani We mwetu. refuse to make our Sundays a religious activity. Tumekataa Jumapili zetu kuwa kitendo cha dini. We come, Tunakuja, we hear the word, tunasikia we neno, go home. tunaenda nyumbani. We come, Tunakuja, We receive declarations, tunatangaziwa, we go home. tunaenda When nyumbani. it comes to prosperity, Ikifika kwa fanaka, it is about principles. ni kanuni. If you're sending your 400, your 4,000, your 40,000 and above in the pay bill, Labda unatuma 400, 4,000 ama 40,000 kwa paybill. once you do that, I want you to run here to the altar quickly and stand there. Ukisha tuma uje usimame hapa kwa If you're madhabahu. putting in an envelope, Labda umeweka kwa I want you bahasha. to come with that envelope in front. Nataka uje na hiyo bahasha yako hapa Most of you mbele. who are watching us on television, Wale mnaotutizama kwa TV, you are the partaker of the same grace. hata nanyi mnashiriki hii Our neema. pay bill numbers are on the screen. Namba za paybill ziko kwa screen. Send your sacrifice Tuma dhabihu yako as instructed, kama vile and you're umeagizwa, going to partake this grace, na utashiriki neema hii, and the circle of poverty will be broken. na mtindo wa umaskini utavunjika.
I am waiting for you to come forward. na ngoja uje hapa kwa madhabahu. There are those of you who are saying, Kuna wale unasema, Pastor Joyce, Pastor Joyce, I have not carried 4,000 or 40,000. mimi sijabeba 4,000 ama 40,000. I want you also to come. Nataka uje, Take an envelope, write your name and your number. chukua bahasha, andika jina na namba yako. You are going to be seeing Pastor Mark or Mom or the oracle after this or in the week. Na unaweza muona Pastor Oracle ama Pastor Mark wiki hii. And you're going to bring that sacrifice. Na utawapatia dhabihu yako. We refuse that this message will end just casually. Kama wewe ndiye huu ujumbe We refuse tunakataa that this message will end casually. ya kwamba huu ujumbe utamalizika tu kikawaida. I want you to come very quickly. Nataka uje haraka. You can kneel, you can stand. Hata ukiweza simama. At this time, Wakati huu the servant of God mtumishi wa Mungu is going to be breaking the cycle. atauvunja huo mtindo. So you can stand. Kwa hivyo tusimama. Because by the virtue of your sacrifice, Maana kutokana na dhabihu yako. listen to me very carefully. Nisikize. The oracle can break a lot of things. Oracle anaweza ombea mambo mengi. But when it comes to prosperity, Lakini fanaka it is only by the virtue of your sacrifice ni kulingana tu na dhabihu zako that he has authority to break. utakuwa na mamlaka ya kuvunja. In Jesus' name. Amen. You can come forward, you can come forward. Unaweza kuja na usimame hapo mbele. In Jesus' mighty name. Amen. From the month of May, I start on a series of healing. Kuanzia mwezi wa 5 naanza mafunzo juu ya You need uponyaji. to understand how God moves. Kwa hivyo ni vema uelewe vile Mungu hutenda. Understand how God operates in seasons. Ujue vile Mungu hutenda kwa majira. I will never call an altar call for the poor. Mimi sitawahi ita maskini waje waombewe. Never. We only pray for the sick. Tuwa tunawaombea tu The wagonjwa. only way to escape of poverty is by your determined Na sacrifice. jinsi ya pekee ya kuondoka kwa umaskini ni kwa dhabihu yako. But nobody has God ever compelled them to be rich. Hakuna mtu Mungu amewahi mshurutisha atajirike. You can't be compelled to give. Hauwezi lazimishwa kutoa. Aha. You bring and you stay here. You He has not stand right released. here. Ukisha leta unasimama hapa. But if you're in a hurry, no problem. I am breaking the cycle of hand to mouth. Navunja ule mtindo wa kupata na kukula. Hand to mouth. Kile umepata unakula. Waiting for a salary for 30 days. Kungoja siku 30 mshahara. That was not the plan of God. Huo haukuwa mpango wa Mungu. Waiting for a salary 30 days. Kungoja mshahara siku 30. That was not the plan of God. Huo haukuwa mpango wa And all Mungu. those that are here, Wale wote mko hapa. I am praying that God will give you more than one channel to get money. Naomba Mungu awape njia zaidi ya moja ya kupata pesa. God will give you more than 4 channels to acquire wealth. Mungu awape zaidi ya njia 4 za kupata You will pesa. not only be waiting for a payslip. Hautakuwa tu ukingoja payslip. You will not wait for a commission. Hautakuwa tu unangoja kupewa commission. That one is breaking today. Hiyo inavunjika That leo. one is breaking. Hiyo inavunjika. I have been employed Mimi nimewahi and ajiriwa. I know what it means to wait for 30 days. Najua vile ilivyo kungoja siku You 30. can't give any other day. Hauwezi toa siku nyingine. You can't give Hauwezi toa any other day siku nyingine yoyote. except on 1st or 2nd. Isipokuwa tarehe 1 ama 2. And if you are lucky enough, Na ukibahatika over Christmas they gave us bonuses. wakati wa Krismasi unapewa That bonus. is the only way you know how to give. Hivyo tu ndivyo utajua kutoa. Because we had only one channel. Maana njia ilikuwa moja. But today we don't have one channel. Leo njia sio moja. My wife has 3 businesses. Mke wangu ana biashara 3. So you can break the cycle of depending on salary. Unaweza vunja huo mtindo wa kutegemea That mshahara. is what I want to pray right Na now. hiyo ndiyo nakuombea leo. Father, in the name of Jesus Christ, Baba, kwa jina la Yesu Kristo, we are tired of offerings that are routine. tumechoshwa na matoleo ya kawaida. Every Sunday, Kila waiting Jumapili for the end month. tukingoja mwisho wa I mwezi. am breaking the routine now. Navunja sasa hayo I mazoea. break the routine now. Navunja
mazoea In the sasa. name of Kwa Jesus. jina la Yesu. We will not wait for a salary to give. Hatutangoja mshahara ndio tutoe. New channels will be born. Njia mpya zitafunguka. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. New channels are going to be created. Njia mpya zitaundika. Give your people new ideas. Wape watu mawazo mapya. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. You will not beg men to live. Hautaomba watu ndio uishi. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. You will not beg to live. Hautaomba watu ndio uishi. You will not take loans to survive. Hautakopa ndio uishi. You will not ask for Shylocks to give you. Hautakopa Shylock. You will not give your property to get money. Hautapeana mali zako upewe pesa. I am breaking that dependent spirit. Navunja roho wa kutegemea. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. In the name of Kwa Jesus. jina la Yesu. Your debts are breaking today. Madeni yako yanavunjika leo. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. That cycle of just waiting for end month, Huo mtindo wa kungoja mwisho wa I mwezi. break it in the name of Na Jesus. uvunja kwa jina la Yesu. May God open new channels of finances. Mungu akupe njia mpya za fedha. New channels of finances. Njia mpya za fedha. New channels. Njia mpya. New channels Njia mpya. where finances will come through. Mahali fedha zitaingia When kwako. one channel gives you 50,000, Njia moja ikileta 50,000. another brings 30,000, Nyingine inaleta another brings 30,000. 70,000, Nyingine 70,000. another brings money. Nyingine inaleta. After today, Baada ya may leo. those ideas come. Hayo mawazo yaje. You will have a business. Utapata You will biashara. be a landlord. Utakuwa na nyumba Your zako. matatu in the roads will bring money. Matatu zako zitaleta The shop pesa. in town will give you money. Duka lako litaleta You will pesa. have many channels. Utakuwa na njia In the nyingi. name of Jesus. Kwa jina la Yesu. That dependent spirit Huyo roho wa kutegemea is breaking now. anavunjika Is sasa. breaking now. Anavunjika You will sasa. not only be waiting for one customer. Hautaishi kungoja mteja In mmoja. the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Channels are opening. Njia mpya New zinafunguka. channels will open. Njia mpya That zinafunguka. pattern Hiyo of no more offerings huo mtindo wa in your sadaka. life is broken. Sadaka za mazoea It's zimevunjika. It's broken. Zimevunjika. It's broken. Zimevunjika. It's broken. Imevunjika. Whoever tied you to an altar of poverty, Aliyekufunga kwa madhabahu ya I umaskini command them to release you. I akuachilie. command them to release you. I Akuachilie. command them to release you. Akuachilie. Whoever Yeyote tied your life aliyefunga to maisha an yako altar of poverty, kwa madhabahu ya I umaskini command them to release you. akuachilie. Whoever took your money to an altar of witches, Aliyepeleka pesa zako kwa madhabahu ya I command uchawi, that power be broken. hizo nguvu Be zivunjike. broken now. Zivunjike Be sasa. broken now. Zivunjike Be sasa. broken now. Be Zivunjike broken. sasa. Be Vunjika. broken. Vunjika. Be broken. Vunjika. Eko shata yadadadala. I break the curse. Navunja I break laana. the curse. Navunja The laana. curse of your father Laana ya that baba has made you a beggar. iliyokufanya I maskini. revoke the curse. Na kanusha I laana. revoke the curse. Na kanusha In laana. the name of Jesus. Kwa jina la In Yesu. the name of Jesus. Kwa jina la In Yesu. the name of Jesus. Kwa jina la In Yesu. the name of Jesus. Kwa jina la In Yesu. the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Whoever caged your money, Aliyefunga pesa zako I command them to release you. na amuru I aachilie. command them to release you. Aachilie. In the name of Jesus. Jina la Break Yesu. now. Vunjika sasa. Break now. Vunjika sasa. Chain of poverty. Minyororo ya Be umaskini. broken. Vunjika. Break. Vunjika. Break. Vunjika. Break. Vunjika. Chain of poverty. Minyororo ya Break umaskini. now. Vunjika Break sasa. now. Vunjika sasa. Break now. Vunjika sasa. Break. Vunjika. Break now. Vunjika In the sasa. name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Whoever closed your financial channels, Aliyefunga njia zako I kifedha. command them open. Aachilie. I command them open. Zifunguke. Open now. Funguka Open sasa. now. Funguka. Open now. Funguka. Open now. Funguka. Curse of poverty. Laana ya Be umaskini. broken. Vunjika. Be broken. Vunjika. Cycle of poverty. Mtindo wa umaskini. Inherited poverty. Umaskini wa kurithi. Break now. Vunjika sasa. Break now. Vunjika sasa. Break now.
Vunjika Break sasa. now. Vunjika. Break. Vunjika. You will not depend on loans. Hautategemea In the mikopo. name of Jesus. Kwa jina la Break Yesu. now. Vunjika In the sasa. name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Every pending arrears Kila pesa that you have not zilizobaki paid, ambazo may haujalipa, God appear. Mungu May aonekane. God appear. Mungu May aonekane. those loans be cancelled. Hiyo mikopo In the name of Jesus. Kwa jina la Now. Yesu. Sasa. Now, Sasa. in the name of Jesus, Kwa jina la Yesu. you will not depend on a payslip. Hautategemea I msaada. release you today. Na kufungua I leo. release you today. Na kufungua Be leo. loose now. Funguliwa. Be loose now. Funguliwa. Be loose now. Funguliwa. You demon of poverty, Pepo wa loose umaskini. the people today. Achilia watu leo. Never shall there be beggars Hakutakuwa na in maskini this mountain. kwenye mlima You huu. will not be a beggar. Hautakuwa You maskini. cannot be a beggar. Hautakuwa maskini. Every garment of poverty, Kila vazi la umaskini. catch fire. Chomeka. Catch fire. Chomeka. Catch fire. Chomeka. Garments of poverty. Vazi la umaskini. Release the people. Achilia Release watu. them now. Waachilie Now. sasa. Now. Sasa. Now. Sasa. Now. Sasa. Now. Sasa. Be released. Achiliwa. Be released. Be Achiliwa. released. Achiliwa. Hekoshala. Whoever bewitched your bank account Aliyeroga akaunti yako ya benki that you will only have enough. ya kwamba una tu ya kutosha. That curse is broken. Hiyo laana That curse is imevunjika. broken. Laana Break imevunjika. now. Vunjika. Break now. Vunjika Break sasa. now. Vunjika sasa. Break. Vunjika. Shekatayandala baba. New ideas are being born now. Mawazo mapya yanazalika sasa. Ideas to move in new realms. Mawazo ya viwango vipya In the name of Jesus. kwa jina la Yesu. New ideas. Mawazo mapya In the name of kwa Jesus. jina la Yesu. In the name of Kwa Jesus. jina la In Yesu. the mighty name of Jesus. Kwa jina kuu In la the Yesu. mighty name of Jesus. Kwa jina la Yesu. All those who are in front here, Wale wote mko hapa mbele, this is what you're going to do. hivi ndivyo mtafanya When you get home, ukifika nyumbani. those that are here, Wale wamesimama hapa mbele, look for a torn shirt, dress that you don't like most. tafuta ile nguo imeraruka ambao haupendi sana, You will say, this garment of poverty, na useme hii vazi ya umaskini I burn you to ashes. na kuchoma uwe I majivu burn you to ashes. na You kuteketeza burn that garment. na uchome hiyo vazi. That is a prophetic act. Hicho ni kitendo cha unabii, I don't know why we are doing it in this service. na sijui kwa nini tumefanya kwa ibada We hii. didn't do that in the other service. Hatukufanya kwa ibada zingine. A garment that is torn, Vazi ambalo limeraruka, you go burn it nenda and ulichome say, I burn the garment of poverty. na useme nachoma vazi la In umaskini Jesus' mighty name. kwa jina la Yesu. May you come back with a testimony. Urudi na ushuhuda, May you come back with a testimony. urudi na Where ushuhuda. finances were locked, Mahali pesa zilifungwa, I unlock them. I nazifungulia, unlock them. nazifungulia 24 hours, masaa 7 24, days, siku 7 48 hours. In the name of kwa Jesus. jina la Yesu. So shall it be. Ndivyo itakavyokuwa. Lay your sacrifices there. Wekelea dhabihu yako kwa Walk in madhabahu, the blessing in Jesus' name. enenda kwa baraka kwa jina la Yesu. Amen and amen. Amen. Don't forget that prophetic action. Usisahau hicho kitendo cha unabii. Burn that garment Uchome hilo and vazi say, I burn the garment of poverty in na my life. useme ninachoma vazi la umaskini In Jesus' name. kwa jina la Yesu. Amen and amen. Amen. Just put your hands together, celebrate the Lord. Hallelujah. Because the cycle of poverty is broken. Maana mtindo wa umaskini umevunjika.